Ni jambo gani hasa limepelekea hali, kwa sababu kuna kauli ambayo aliweza kuzungumza hivi karibuni kuhusiana na swala zima la kwamba tuipambanie katiba, ilizua gumzo. Labda ni hiyo kauli ambayo imempelekea maamuzi ya kufikia hapa alipofikia sasa. Inaweza ikawa ni hiyo au zaidi ya hapo, kwa sababu matamko mengi yametoka na mengi yamekuwa ikosolewa na watu, na kuna wakati alisikika akizungumza kwamba lazima kiongozi asiwe mbinafsi. Kuna jambo alikuwa analigusia hapo, kwa hiyo ikaonekana watafsiri wengine, wafadhili wengine kwamba pengine alikuwa anamshambulia bosi wake. Kwa hiyo haya ni mambo mengi ambayo ndani yake na mambo mengi mengine, na pengine sababu zake nyingine ambazo hatujui, lakini na uhuru wake John Nchimbi. John Nchimbi ni mtu huru, ana uhuru wa kuichukua kazi au kuikataa, kwa sababu hii kazi sikana kwamba ukikataa kazi ya makamu wa rais huendi mbinguni. Hapana, utakwenda kwa mambo yako, sio kwa sababu umekataa au umekubali kuwa makamu wa rais. Kwa hiyo ni jambo ambalo linajitokeza, lakini vile vile ujue kwamba John Nchimbi amekuwa kiongozi katika nafasi nyingi, kuanzia kwenye siasa moja vijana, amekwenda kwenye masuala ya siasa kubwa, mjumbe wa kamati kuu, mjumbe wa halmashauri kuu, amekwenda kwenye uwaziri, amekwenda kwenye ubalozi, sasa kaja kwenye makamu wa rais. Kwa hiyo unaweza ukaona pengine amechoka kama kujiuzuru, japokuwa amesema kuna kauli yake amesema kwamba katika barua yake kwamba amejiuzuru kwa sababu alishamwambia rais kwamba akijisikia kumteua mtu mwingine amsaidia msaidizi wake, yeye yuko tayari kujiuzuru. Kwa hiyo nafikiri anasema yeye anafikiri wakati huu ndio wakati sahihi kabisa. Lakini ilani ya chama inatakaje? Inataka mtu akae madarakani kwa kipindi chote cha miaka 5. Ilani inaweza kuwepo ilani, lakini sio kama ni ilani, hiyo ni katiba. Ilani inaelezea yale ambayo mtu yafanya. Hiyo ni katiba, atadumu kwa miaka 5. Lakini ikiwa 1, 2, 3 alitajitokeza. Na moja hapo ya hilo ni kwamba kama hata kufa, hata ataangua kichaa, hata pata tatizo ambalo linamfanya asiweze kufanya kazi zake sawa sawa, na akiamua kujiuzuru au kufukuzwa. Sasa hii yote ina fursa ya kutokubaliana na kapitani. Kwa msimamo huu ambao ameutoa makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi, ina maana kwamba sasa natakiwa achaguliwe makamu wa rais mwingine, na ni kwa mara ya kwanza kabisa kwa kutu Tanzania awamu ya rais mmoja kuwa na makamu wa rais watatu. Hiyo unaitafsirije kisiasa? Wa Kigoma huyu aliondoka nafasi yake wakati utawala umekaribia mwishoni kabisa, na alikuwa na uhalali kwa sababu alikuwa ameshaeleza kwamba yeye ni mgonjwa, na hata hiyo nafasi aliyochukua hiyo miaka 5 kasoro kidogo inatokana tu na ukakamavu na utu wake, kwa sababu alishazungumza kwamba asingeweza kuendelea kutumikia serikali ile hali alikuwa mgonjwa. Ikumbukwe hizo mpango alikuwa mgonjwa sana mpaka akawa anatangazwa kufa. Hata rais kumteua kwa makamu wake ilitokana tu na kuombwa sana na kubembelezwa. Kwa hiyo hawezi kuhesabiwa hivyo, kama ilivyopatikana wakati wa marehemu Magufuli kufariki akiwa madarakani. Tulikuwa tuwahi kufiwa na rais akiwa madarakani. Hiyo jambo tuliangalia vile vizuri. Na Filipo Mpango akiwa waziri wa fedha, nafikiri ana mipango, alikaribia kufa akiwa madarakani. Na tumemwona waziri mkuu akiondoka madarakani akiwa waziri mkuu. Tumemwona, sio mara ya kwanza hii. Tumemwona Lowassa, marehemu Lowassa akiwa waziri mkuu aliondoka. Na tumemwona makamu wa rais akiwa ni rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na akiwa ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiondoshwa ofisini akaenda marehemu Mzee Aboud Jumbe Mwinyi. Mambo mengine yanaweza kuja pengine kutokana na kutokujua au umri na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo ni jambo la ajabu, jambo la kawaida, lakini tumeshuhudia mawaziri 6 katika serikali ya Kikwete wakiondoka madarakani na wakitiwa mwingine mbaroni kabisa na kufungwa. Kwa hiyo mimi sioni kama kuna ajabu yote, ni mambo ya kawaida tu haya. Nafikiri utakuwa umenifahamu na msikilizaji wetu ameelewa kwamba katiba ndani ya siku 14 rais atakuwa ameshamchagua makamu wa rais anatakiwa au ameshachagua, ameteua. Ndio. Sasa kwa uzoefu wako, ni nani hasa anapaswa kushika nafasi, yani kutoka wizara gani? Au ni yeyote tu mwenye sifa ambaye yeye ataona kwamba anafaa kushika nafasi ya makamu wa rais anaweza kumteua? Na yeyote kutoka ambaye anaonekana na sifa zinazofanana na hiyo. Kwanza, kwani kwa makamu wa rais kunahitaji kitu gani? Kunahitaji utiifu kwa rais na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katiba yake. Maana wewe ni mtumwa wake, unakuwa ni mtumwa, unatumwa kwenda mahali fulani na ukaseme maneno fulani, sio zaidi hapo.
uende bara fulani, utume upeleke ujumbe fulani na useme hivyo bila kupitia maneno. Inawezekana sana ndani ya siku 14. Ila la pili, uwe ni mzalendo ambaye unaipenda nchi yako na uko tayari kuzitumikia taifa lako. Hilo la pili na ni muhimu sana. La tatu, uwe ni mstahimilivu kwa sababu hutaambiwa kila neno ambalo unalipenda kwenda kulifanyia kazi. Mengine ukubaliana nayo, lakini kwa sababu wewe si muamuzi na waamuzi na mamlaka zenye kuamua ziko juu yako, unatakiwa utekeleze jinsi yalivyoamuliwa. Hivyo ndivyo inavyokuwa. Kwa hiyo akipatikana huyo, na nafikiri atapatikana, inawezekana kabisa itakuwa imekamilika ndani ya siku 14. Lakini kitendo cha makamu wa rais kujiuzuru kinaleta taswira gani kwenye Chama cha Mapinduzi kwa mtazamo wako? Taswira kwamba amejiuzuru ama kwa kukosea kwa hiari yake, kwa sababu Jumbe alijiuzuru. Mbona taswira haikuonekana yoyote na walikuja wengine? Si jambo la ajabu, ni jambo la kawaida. Taswira ya kwamba mtu anaweza kujiuzuru. Mwinyi alijiuzuru kwenye serikali na baadaye kumzuia baadaye kuja akawa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na baadaye kwa rais wa Zanzibar. Hilo lazima tukumbuke vizuri. Kuna watu wengine waliwahi kujiuzuru nafasi zao na baadaye wakaja kwa watu wakubwa. Haya ni mambo ya kawaida kabisa, ni uwajibikaji tu. Pengine kaona mimi siendani na rais wangu, kuna vitu vingine mimi sikubaliani navyo, au haniamini, anaamua kujiuzuru kwa sababu hajaumbwa mtu kwa makamu wa rais, ila inatokea tu by chances. Kwa hiyo kwa katoka anapatikana mtu mwingine mmoja ndani ya serikali anakwenda kuwa makamu wa rais, naye atatoka atakuja mwingine na mwingine na mwingine kadhalika na kadhalika. Hayo ni majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Sasa tuko kwenye kipindi cha maridhiano. Hii haiwezi kuzorotesha mchakato wa maridhiano kwa sababu ni moja kati ya viongozi ambao walikuwa juu na ndio walikuwa katika watu ambao wanasimamia agenda hii ya maridhiano. Ni kama kujitoa. Kama kujitoa si atapatikana mwingine ataendelea na maridhiano. Sababu serikali maamuzi yake ni mnyororo. Ukatika pahala wanaunganisha mara moja mambo yanaendelea. Wala sikana kwamba yeye alikuwa mbeba agenda hiyo. Agenda ni ya serikali. Agenda ya Chama cha Mapinduzi. Na John Nchimbi si mwenyekiti wala si makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Wala si naibu katibu wala si katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo wale wajumbe wa secretariat wapo na watafanya kazi yao vizuri. Nchimbi ni sehemu ya viongozi wa juu katika serikali zaidi kuliko kwenye chama. Lakini watu wanaoji kwamba mbunge aliwahi kuzungumza kwamba makamu wa rais ni Yuda na hakuitwa popote kwenye makamati ya maadili, kwamba labda hilo ndio limepelekea makamu wa rais kuona kwamba labda hajatendewa haki na kuamua kujiuzuru. Ndio limezuka tu. Na alikuwa na mambo mengine ambayo anayozungumza ambayo yalipelekea baadhi ya watu, si huyo tu mjumbe wa Zanzibar, lakini vile vile baadhi ya watu huko mitaani nao wakaanza kusema huyu haonekani kama ni mwenzao. Kwa hiyo ni jambo la kawaida. Kama itakuwa ni tabu hiyo, basi ikawa imemtoa, atakuwa ameamua uamuzi ambao kwake ni wa busara. Sasa Watanzania walitazamaje kwa sasa, hasa upande wa Chama cha Mapinduzi? Maana anapotoka kiongozi mkubwa kama hivi huwa kwa kiasi fulani huwa inavunja moyo, lakini kuna mgawanyiko. Huyu anawaza hivi, huyu anasema hili. Kwa mtazamo wako unafikiri ni namna gani tunaweza kuenenda Watanzania katika hali hii? Jambo moja lazima tulijue kwamba hamwezi kukubaliana katika siasa kwa kila jambo hata mara moja. Na mkijaribu kukubaliana kwa kila jambo mtakuwa wanafiki. Siasa ni kuvumiliana. Na mbali ya yote kwamba huyu katoka hakufukuzwa. Sasa itawagawanyaje? Sababu mtu akiamua kutoka mwenyewe ni swala jingine. Angefukuzwa alingeleta mtafaruku mwingine. Katoka akaamua kusema kwamba yeye siasa hataki tena. Sasa ni kazi ya wanachama wa CCM kumpata mgombea makamu wa rais mwingine na mambo yakaendelea. Kwa sababu kwani kabla hajakuja Nchimbi waligoma makamu wa rais wengine, na walikuwa nani alijua kama Nchimbi atakuwa makamu wa rais? Mimi nafikiri ni jambo kubwa, ni jambo la kawaida. Nchimbi ni makamu wa rais lakini si waziri mkuu. Waziri mkuu ambaye kwa desturi huwa ameibeba dhamana ya serikali. Akijiuzuru waziri mkuu, serikali inalazimika kuundwa upya. Hilo jambo tulijue. Lakini si makamu wa rais. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.